Dakika chache kabla ya mechi ya kukata na shoka, dabi ya Dar es Salaam, Azam dhidi ya Yanga. Ni mechi ambayo inakutanisha nyota wengi, kwa sababu ndani ya Azam kuna nyota wa kutosha, vivyo hivyo kwa wananchi Yanga. Lakini kubwa zaidi ni kuona namna gani ambavyo makocha Pedro Gonçalves wa Yanga na Flora Ibenge wanajipanga vipi kuelekea katika mchezo huu, kwa sababu timu zote mbili ndizo zenye rekodi nzuri zaidi kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Yanga wako kileleni, wana pointi 35, lakini ndio vinara kwa upachikaji mabao. Kuelekea mchezo huu wao wana mabao 31, wameruhusu mabao mawili. Kwa lugha nyingine, ndio timu inayotisha zaidi katika kushambulia, ndio timu imara zaidi kwenye kuzuia. Lakini inayofuatia kwa sifa hiyo ni Azam. Wako nafasi ya 3, wamecheza mechi 13 kama Yanga, wana pointi 27. Azam ndio timu inayoshika nafasi ya pili kwa kufunga zaidi mabao kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, kwa sababu kwenye michezo 13 wamefunga mabao 21. Kwa lugha nyingine, wako nyuma ya Yanga kwenye upachikaji mabao, na kisha zinafuatia timu nyingine kama Wekundu wa Msimbazi Simba wenye mabao 20. Lakini kwenye kuzuia, Azam ndio timu yenye ukuta imara zaidi mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu baada ya Yanga leo ruhusu mabao mawili, Azam wameruhusu mabao 4. Ndio timu hizi zinakwenda kukutana. Lakini kubwa zaidi, kuna nyota wengi kama nilivyotoka kueleza wanafanya vizuri sana, wanaovutia zaidi kuelekea mchezo huu, wenye takwimu za kutisha kwenye kupachika mabao. Wapo wengi, lakini sana sana ni Faisal Salum Feitoto wa Azam, ambaye katika mechi 13 alizocheza Azam, yeye amecheza mechi 12. Mpaka sasa ameshapiga mashuti 23, 12 amelenga shabaha, amefunga mabao 6, ametoa assist, pasi saidizi za mabao 5. Kwa lugha nyingine, amechangia mabao 11 kati ya mabao 21 waliofunga Azam, sawa na mchango wa mabao wa 56%, yeye peke yake mmoja. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo amekuwa mchezaji muhimu sana. Yeye hachezi kama mshambuliaji kinara, la hasha, anacheza nyuma ya mshambuliaji kinara. Katika mfumo wao mara nyingi baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji 3 wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Sasa katika wale 3 wa ushambuliaji, yeye anakuwa ni miongoni mwao akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Mzuri katika kupiga mashuti kwa usahihi yenye kulenga shabaha, ndio maana katika mashuti aliyopiga amelenga shabaha ni zaidi ya 50% kati ya mabao 20 mashuti 23, 12 amelenga shabaha. Lakini uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao yuko vizuri, na kadhalika kwenye kutoa pasi zenye macho, kuwaona wenzake katika nafasi nzuri ya kufunga. Ndio maana ndiye anayeongoza kwa kutoa assist, pasi saidizi za mabao kwenye timu yake ya Azam, akiwa ametoa pasi 5 za kuzaa mabao. Sasa Faisal Salum Feitoto mgongoni nambari 6, matarajio ni kwamba akiwa kwenye kiwango bora ni miongoni mwa wale ambao wa kuchungwa sana na Yanga wakati wanazuia, kwa maana walinzi wao kina Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia na viungo wao ukabaji akina Mohamed Damaro Kamara, kina Juka Abuya, kina Mudathia Abbas, watakaocheza watalazimika kufanya ziada kukabiliana na Faisal Salum Feitoto aliye kwenye kiwango bora sana. Lakini kwa Yanga, wacha nimchukue mmoja tu. Huyu ni Laurindo Aurelio Depu. Yeye amesajiliwa na Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo, lakini tayari mpaka sasa amecheza mechi 6. Kwenye mechi hizo amepiga mashuti 8, 6 amelenga shabaha, amefunga mabao 6, ametoa asisti 1. Yani kwa lugha nyingine, mchango wake wa mabao kwa Yanga ni mabao 7 kati ya mabao 31, akiwa amecheza mechi 6. Yani ukichanganya mabao aliyofunga ambao ni 6, asisti aliyotoa, amechangia mabao mengi kuliko idadi ya mechi. Depu huwa anaweza kucheza kama mshambuliaji kinara, kama katika mfumo wa baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini huwa ananoga zaidi kwa Yanga, anakuwa tishio zaidi kwa wapinzani wa Yanga anapokuwa anacheza na mshambuliaji mwingine. Yani pale ambapo Pedro Gonçalves anampanga Depu na Dube au Depu na Emmanuel Mwamengo, hapo ndipo Depu huwa tishio zaidi. Akiwa peke yake mara nyingi katika baadhi ya michezo ameonekana hatishi sana, lakini anapocheza na mshambuliaji mwingine, yani Yanga wanapokuwa na mshambuliaji wanapokuwa na washambuliaji wawili, Depu akiwa mmoja wapo, Depu anakuwa na madhara zaidi. Na uzuri ni kwamba wakati mwingine uwanjani huwa anaonekana kama anatembea tu, lakini utakaposikia Depu ni goli. Lakini wakati mwingine ndiye penalty taker kwa hivi karibuni. Kati ya mabao aliyofunga 6, 3 ni ya mikwaju ya penalty kwenye ligi kuu Tanzania bara. Itakuwa vipi kati ya nyota wawili, Laurindo Depu, Faisal Salum Feitoto? Tunatambua wapo wengine kwa kwenye kiwango bora. Kuna Idi Nado miongoni mwa wale viungo ushambuliaji wa Azam, naye ameshafunga mabao 5, ametoa assist 1.
Lakini kwa Yanga kuna Prince Pumelo Dube, yupo kwenye kiwango bora, naye ameshafunga mabao 6, ametoa assist 1. Yupo Maxim pia Zengeli, amefunga mabao 3, ana assist 2. Mudathir Yahya Abbas tayari ameshafunga mabao 4, ana assist 1. Duke Abuya ana bao 1, ana assist 4. Wote hao kwa pamoja hakika wakiwa kwenye kiwango bora, tunatarajia kuona mechi nzuri sana leo hii, Azam dhidi ya Yanga, Dar es Salaam Derby. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Bao 1, ana assist 4. Wote hao kwa pamoja hakika wakiwa kwenye kiwango bora, tunatarajia kuona mechi nzuri sana leo hii, Azam dhidi ya Yanga, Dar es Salaam Derby. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Bao 1, ana assist 4. Wote hao kwa pamoja hakika wakiwa kwenye kiwango bora, tunatarajia kuona mechi nzuri sana leo hii, Azam dhidi ya Yanga, Dar es Salaam Derby. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Bao 1, ana assist 4. Wote hao kwa pamoja hakika wakiwa kwenye kiwango bora, tunatarajia kuona mechi nzuri sana leo hii, Azam dhidi ya Yanga, Dar es Salaam Derby. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Bao 1, ana assist 4. Wote hao kwa pamoja hakika wakiwa kwenye kiwango bora, tunatarajia kuona mechi nzuri sana leo hii, Azam dhidi ya Yanga, Dar es Salaam Derby. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Bao 1, ana assist 4. Wote hao kwa pamoja hakika wakiwa kwenye kiwango bora, tunatarajia kuona mechi nzuri sana leo hii, Azam dhidi ya Yanga, Dar es Salaam Derby. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.